Tulidhani tunakuja duniani kupambana kwa ajili ya maisha yetu peke yake, lakini kumbe tuko duniani kwa ajili ya watu wengine. Mnamjua tajiri anaitwa Baresa? Yes. Namjua? Ndio. Yule jamaa ana magari mengi kweli, lakini yale magari wako watu walioajiriwa. Kuna mameneja mle, kuna wakurugenzi wa kusimamia, kuna maafisa wa usafirishaji. Kuna familia zaidi ya mamilioni zinafanyaje? Zinaishi kwa sababu Baresa ameanzisha nini? Kampuni. Kuna magari Bakhresa hajawahi kufanyaje? Hajawahi kuyapanda wala kuyaendesha. Na mwanzoni unajua unasoma tu, usome upambane duniani ufaidike wewe, lakini ukikua sasa ukawa na akili unagundua kumbe haupo kwa ajili yako wewe peke yako. Lakini hawa ambao tuko kwa ajili yao pia hawajui kwamba sisi tuko kwa ajili yao, wanatuinda. 70% ya ndugu zako, sawa, wako kukuangusha, sio kukusimamisha. Kwa inabidi uwe na akili ya ziada ya kutoa ile mentality, uelewa finyu wa kuwalaumu na kuwachukia. Badala yake toka ndani ya hiyo nyumba ili ukapambane, uje ufanyaje? Uwasaidie tu kwa sababu ni ndugu. Mimi natakiwa kufanya vitu katika dunia vinavyowanufaisha watu wengine. Kwa hiyo jifunze katika dunia kutokuwa mbinafsi na kuamini kwamba wewe haupo duniani kwa ajili yako peke yako ama kujinufaisha wewe peke yako. Kuna watu wengine pia wanatakiwa wanufaike kutoka kwako. Kwa hiyo acha kukunja, acha kuwafanyia watu visasi, acha kuwazuia watu wanapotaka kufanikiwa, acha kuvuruga tenda za watu, acha kuvuruga dili za watu, acha kuwa kikwazo kwa ajili ya maisha ya watu wengine pindi wanapotaka kupiga hatua katika maisha. Kuna mateso mnayapata nyinyi ni matokeo ya baba zenu. Nakwambia ukweli, kuna toba nyingine inabidi mziombe, zinaitwa toba kwa niaba ya, au kumwambia Mungu, Mungu naomba hili balaa, mjibu yeye mwenyewe. Umalaya ni spiriti, ni tabia na ni spiriti pia. Wewe unaweza ukajishangaa, mimi nisema nataka nioe mke, lakini unajikuta una watoto 6 afu hujaoa bado. Yaani bado hujaoa ila una watoto. Sikusemi wewe, naona macho unavonikazia, sikusemi, mimi nahubiri tu injili. Oh, mtumishi wa Mungu, ibada ya leo yote ilikuwa ni yangu. Mimi sijagi hapa kufocus na mtu, mimi naongea na dunia. Sema amina. Amen. Wale viewers wote unaangaliaga wewe, mimi naangaliwa na dunia. Yaani kuna wakati unajitahidi, asa bro, mimi nataka nitulie kwenye ndoa, unajishtukia umepiga mtu nje. Sasa kwa jikwaje nimeanguka? Unajikuta una watoto 9 nje. Lakini ukifuatilia story ya mzee alikuwa na watoto 20. Kwa hiyo inawezekana wewe una roho ya babu yako ya kuoa wake 6. Kwa unashangaa kila mwanamke unayekaa naye huyu afai, kila mwanamke unayekaa naye huyu afai, kila mwanamke unayekaa naye huyu afai. Jamani, wanawake wote wafai? Wazee walienda kwa waganga zamani. Mganga akamwambia, bwana, ili wewe uwe mfalme inabidi nyota za watoto zote ziwe chini yako. Utajiri wenyewe mzee aliopata walikuwa ni ng'ombe 60.
katuharibia maisha na sisi. Kwa hii uwe salama, inabidi ufanyaje? Ujitenganishe na roho za familia na roho za ukoo. Ila unazitenganisha roho, ni sawasawa na zinaa. Zinaa iombewi kaka, zinaa unaikimbia. Ukimwona huyu mwanamke anataka kuniangusha, unafanyaje? Unakimbia, kwa sababu wewe roho yako inaweza kabisa ikasema bwana, mimi sitaki kufanya. Lakini kaka, je, ushanielewa? Ndio maana nasema roho, mwili udhaifu. Roho hii tayari, lakini mwili udhaifu. Kwa mwili hauokoki. Kuna watu wanahitaji msaada kutoka kwako, wengi sana bro. Wanajuaga kwamba uko serious baada ya kutimiza nini? Maono yako. Alafu baadaye rudi wa support. Kwa sababu ni ngumu ndugu kuamini, si wote mnacheza mle. Kwa nini? Unajua mapinduzi mengi yanafanyika Ikulu kwa sababu wale watu wa Ikulu wanaona na wao wanaweza wakastahili kukaa pale, maana hivyo vitu wanavijua, unaelewa? Kona zote za Ikulu wanazijua. Kwa hiyo ni kitu tu huyu ana ya, unaona? Yaani hata ile respect inakuwa ni ndogo kumheshimu mtu, kwa sababu wanaona kama na wao wanaweza kuwa kama. Kumbe kila kitu unachokiona duniani ni Mungu anafanyaje? Anapanga kwamba kitimie. Wako watu walitaka urahisi kaka, kwa nguvu zote, kwa njia zote, na kumwaga damu. Wamekosa, kwa sababu Mungu hakupanga. Mnapotuona tupo duniani tunaheshimiwa, tumepambana katika maisha, Mungu ametuweka kwenye position zozote, hatukujiamulia. Ni Mungu tu ameamua kwa rehema zake. Hakuna kitu duniani hakina masharti. Hata hizi nchi hizi zina masharti. Hakuna kitu hakina masharti. Dunia inaongozwa kwa mambo mangapi? Nimekufundisha siku zote. Mawili. La kwanza nini? Sheria. La pili nini? Kanuni. Sasa ndo masharti yenyewe hayo. Kwani ukiambiwa endesha speed ya 50, hiyo ni nini? Masharti hayo. Yaani ukifika Mlandizi unakuta 50 na vibao vingine hata hatuvijui tu, mtusamee maaskari. Sema amina. Amen. Unakuta sikio limechorwa kubwa, kuna alama nyekundu. Unaangalia je, atakuwa na shida ya nini? Shida ya ubongo au pumu? Nakwambia ukweli, watu wengi wanaendesha magari muda barabarani hawajui sheria, vile vibao, zile alama zile hawazijui. Unakuta alama imewekwa kushoto, nyingine imewekwa kulia. Unaangalia sasa, hapa maana yake jiamulie unapopita. Huelewi sasa. Mimi nimeenda siku moja pale kwa afande. Nilikuwa nimeenda kumuombea leseni nani? Watu wa media. Nilipofika pale, IPM umefuata nini? Ngambia nimekuja, kijana wangu anataka leseni. Sasa ungepiga simu. Ngambia nimekuja tu kusalimia pia afande. Nikawakuta sasa madereva wanaulizwa maswali. Hii alama hii ni nini? Hapa kama watu sijui wana wasiwasi wa kuvuka kabisa. Sasa kama naongeza chumvi, nenda pale uone, wanarudishwa watu zaidi ya mara 7. Wangapi mshaenda kufuatilia? Hamna refuatilia. Ama zebra kwamba hilo eneo ama hicho kijiji kuna wazee ngoma ifanyeje? Haipiti, ni upepo tu anausikia. Gari ikija yeye asikii. Maana yake kuna viziwi, punguza speed. Lakini kuna masharti yamefanyaje? Yamewekwa kwamba lazima uendeshe kwa speed 50. Sasa nimesikia watu wengi sana wanasema kwa Mungu anaipa bahari mipaka. Kwa hiyo bahari ina mipaka, kwa mwisho Magogoni usipande huku. Hii Salasala yote ni maji tupu. Maji tupu. Hiyo Kinondoni yote kwa Nyerere kote mle ni maji. Yalikuwa ni mashamba ya mpunga yale. Watu walikuwa wanalima mpunga mle. Ndio maana mpaka leo watu wameshindwa kusolve. Ikinyesha mvua tu kidogo, hapapitiki. Maji yanajaa mpaka kwenye mamoru mle mote mle. Kwa sababu yalikuwa ni mashamba yale. Kwa hiyo Dar es Salaam yote ni maji.
Lakini Mungu wakati wa uumbaji wake kuna sheria alizoziweka. Mwenyezi Mungu ameweka sheria kwa miti, Mwenyezi Mungu ameweka sheria kwa milima, ameweka sheria kwa mabonde, ameweka sheria kwa bahari, ameweka sheria kwenye mito, ameweka sheria kwa wanyama. Mungu anaweza akaongea na samaki, basi Mungu anaweza akaongea na mnyama yote. Anaweza akaja paka tu wewe kukushambulia kwa sababu ya kiburi chako hiyo. Mwenyezi Mungu akamtuma akamfanyia yule hivi. Usimmeze. Kwa hiyo mmeng'enyeko ndani ya tumbo la samaki ukafanyaje? Ukastopishwa. Ili asimezwe huyu jamaa aliyekuwa ndani ya tumbo la samaki. Ndani ya siku ngapi? 3. Kwa hiyo anasema pindi nilipoipa bahari mipaka kwamba isiasi amri yangu. Kanuni ukiwa chumbani, kanuni. Mimi nakuwa sina nguo, sina suruali, sina ya ndani, nakuwa kifua wazi, natembea na mama yenu yule, na yeye mama yenu pia hizo nguo anakuwa hana. Tunapishana, twende tukaoge, sawa? Au tunaenda kuoga. Tunaoga tunafanya ujinga huko bafuni. Nimefundishwa na Nika, sema amina. Tunaoga tukimaliza anapenda sana sabuni. Mimi sipendi sabuni. Hujatakata bado? Naambia tayari sisi wanaume hatuogagi sana. Ngoja. Nasuguliwa sabuni tukimaliza. Tuko hatuna nguo. Hata kama tuna watoto ndani, kuna wadada wa kazi ndani, kuna viumbe vingine ndani vimenyoa upara, bado hatuwezi kulifanya hilo tendo sebleni, hata kama nyumba ni yetu, hata kama wewe ndiye uliyeijenga. Anatufundisha Dr. Janabi kwamba usile chakula usiku afu muda huo ukafanyaje? Ukalala. Anatufundisha dokta tufanye mazoezi, tupunguze mafuta mwilini. Sasa kwani maji yana shida gani? Lakini sheria na kanuni ya mwanadamu kuwa na afya nzuri, hatakiwi kunywa maji muda huo akafanyaje? Akalala. Usile sukari sana. Kwa nini usile sukari sana? Na ni sukari ni yako, umenunua wewe mwenyewe. Sheria na kanuni ya afya yako haikuruhusu unywe sukari nyingi katika mwili. Hebu niambie nini ambacho sio masharti? Nini hakina masharti? Hata mapenzi yana masharti kaka, si ndio? Nafanya kwa kiasi, unashukuru Mungu, naambia inatosha. Sasa wewe ndalilo unayejifanya wewe ndo umeanzisha mapenzi, ndo unakoroma kama pakashume sasa. Sababu huna kiasi. Mtu aseme ndio maana tuko wengi Afrika. Afrika sio jambo la ajabu sana kumkuta mtu ana baba na watoto 40. Sio jambo la ajabu. Una muda wa kukaa na mwenzio mnaongea tu mambo ya maisha. Nayo ni nini? Ni mapenzi. Mnazungumza mambo ya biashara, sio muda wote. Subiri, nikuvua mashati, muda wote ni hapa. Yaani uko busy, yani upumui. Sema amina. Utakuja kumshusha kizazi yule dada wa watu, mpumzishe pia wakati mwingine. Dada anakuja kanisani hivi. Sasa yuliza, Ijumaa alikuwa ibadani. Hii adhabu kaipata. Akuwe mpaka afikishe miezi 3, afikishe miezi 6, afikishe. Haya, mpaka afanyaje daktari? Saidie. Awe na miaka mingapi? 2 mpaka 3. Ndiyo mwanamke afanyaje? Abebe mimba tena. Lakini hayo ni masharti ambayo madaktari wamempa mwanamke. Subiri kwanza. Lakini haina maana kwamba unapozaa huwezi kubeba mimba tena. Wako wengine wanabeba, wakibeba na kazaa kwa operation, daktari inabidi afanyaje? Aiflash ile mimba kwa ajili ya usalama wa nani? Wa huyu mwanamke. Kwa hiyo wako madaktari wanatoaga mimba kwa ajili ya kumnusuru mwanamke. Lakini wewe utasema anaua. Lakini ni kweli kaua.
Lakini kaua kwa sababu gani? Inataka level kubwa kunielewa.